Karibu sana msikilizaji katika kituo chetu hichi, kitu ambacho ni nambari moja katika kukufahamisha na kuhakikisha kwamba unapata taarifa zinazoendelea kutokea na bila shaka zinazokuhusu. Msikilizaji, taarifa ninazozipokea siku ya leo ni taarifa kuhusu Mheshimiwa Tundu Lissu na kilichoendelea mahakamani siku ya leo. Msikilizaji, nina taarifa kutoka kwa gereza la Ukonga ambapo ameendelea kushikiliwa Tundu Lissu, na kuna baadhi ya approaches zimeweza kutokea kwa Samia Suluhu na ambazo ameweza kuzikana Mheshimiwa Tundu Lissu na kusema kwamba yeye ataendelea kusimama na haki kwa sababu anaamini hana makosa yoyote ambayo yanafanya kwamba aendelee kushikiliwa. Kwenye kauli zake amesema kwamba hakuna kitu ambacho anahitaji kusamehewa kwa kukifanya, na amesema kwamba ikiwa kuna mazungumzo yoyote yatahitajika kufanyika ni kwamba aachiliwe kwa sababu hamna ambacho kinamshikilia, hamna makosa ambayo yanamshikilia. Hebu nikupeleke kwenye taarifa hii moja kwa moja msikilizaji. Inasoma hivi: Samia Suluhu alituma wasaidizi wake kwenye gereza la Ukonga, wakamwambia Mheshimiwa Tundu Lissu kwamba limama lao lipo tayari kumsamehe Mheshimiwa Tundu Lissu, ila sharti lake moja, akubali kuipeleka Chadema kwenye maridhiano. Mheshimiwa Lissu aliwauliza anisamehe kwa kosa gani wakati yeye ndo alinibambikia hii kesi ya uongo. Mheshimiwa Lissu aliwaambia sihitaji anisamehe wala kupewa masharti kwamba ukitoka ufanye hivi na vile, ila nataka afute hii kesi kwa sababu ni ya uongo, na yeye anajua na dunia inajua kwamba mimi sio mhalifu. Sonduli Idi Amin Mama anatumia kesi ya mchongo ya uhaini dhidi ya Mheshimiwa Tundu Lissu ili kumkomoa. Ndio maana mpaka leo mahakama ya rufani haijapanga tarehe ya kuanza kusikiliza rufaa ambayo imekatwa na mawakili wa serikali. Samia anadhani kuwa kwa kufanya hivi itafika muda Mheshimiwa Lissu atampigia magoti na kukubali kuipeleka Chadema kwenye maridhiano. Uzuri, Mheshimiwa Lissu alishasema kama wanataka kumnyonga kwa hii kesi ya uongo yupo tayari, ila hatowapigia magoti ama hawezi kumpigia magoti mtu yoyote. Halafu hata hiyo kesi ya mgawanyo wa mali za chama na mazuio ya chama kufanya shughuli zake za kisiasa ni mwendelezo huo huo wa kublackmail viongozi kwamba mkikubali kuingia kwenye maridhiano basi hizi kesi zitafutwa. Nakumbuka wakati wa uchaguzi Samia na vibaraka wake walikuwa wanasema kwamba Chadema wanajiona wao ni special sana, wakati Tanzania vyama vya upinzani viko vingi. Sasa kama vyama vya upinzani nchini viko vingi sana, kwa nini yupo desperate, anahangaika na kutumia nguvu kubwa kiasi hiki kutaka Chadema ikubali kuingia kwenye maridhiano, si akaridhiane na hivyo vyama vingine basi alivyosema vingi? Labda tumkumbushe, Chadema ni chama cha wananchi wa Tanzania, iko mioyoni mwa watu. Chadema imebeba matumaini ya Watanzania wengi. Chadema ndio chama pekee chenye legitimacy kwenye nchi hii, so tutailinda legitimacy yetu kwa wivu mkubwa. Imeandikwa kwenye ukurasa
wa Chadema, msikilizaji, taarifa hiyo ndio imetokea pale, kwamba sasa kinachotokea ni kwamba Samia kupitia mawakili wake ama vibaraka kama walivyoweza kutajwa kwenye taarifa hii, wamekwenda katika gereza la Ukonga kumpata Mheshimiwa Lissu na kumuuliza kukubali kupeleka chama hichi cha Chadema kwenye maridhiano, bila shaka na chama cha CCM au na viongozi wanaongoza ama waliopo na madaraka serikalini sasa hivi. Kumradhi. Sasa Mheshimiwa Tundu Lissu amesema kwamba chama cha Chadema kina legitimacy kutoka kwa wananchi, kwamba watu wanakienzi chama cha Chadema kama chama chao, chama ambacho kinawapa matumaini, chama ambacho kinawaonyesha kwamba kuna njia itakayoweza kutokea mbele na kwamba hatujafika mwisho, kuna kitu ambacho zaidi kinaweza kufanyika. Kwa hivyo kulingana na Mheshimiwa Lissu, chama hichi kinawapa matumaini sana Watanzania. Bila shaka matumaini ni ya kuiona Tanzania bora, ya kuona mabadiliko katika sehemu mbalimbali, katika uongozi cha kwanza, na katika jinsi ambavyo matukio yanaendelea kufanyika nchini Tanzania, maendeleo na vitu kadhaa. Chama hicho kinawapa matumaini kwamba kuna siku kutakuwa na tofauti katika masuala ya kiserikali. Kuna siku utakuwa na utawala mwema nchini Tanzania. Kuna siku watapata maisha ambayo ni bora kuliko maisha ya kupambana ambayo tayari wanayapitia. Sasa kulingana na kauli za Mheshimiwa Lissu kama ilivyoweza kupostiwa kwenye ukurasa huu wa Chadema, ni kwamba Mheshimiwa Lissu tayari amekanusha kwamba hawezi kumpigia mtu yeyote makofi ama magoti kunradhi, na hawezi kuchukua hatua ya kukubali vitu ambavyo hakuhusika kuvifanya. Msimamo wake ni kwamba ikiwa wanahitaji kushirikiana naye ama kumwondoa kwenye gereza hili la Ukonga, kwamba wamuachilie kwanza, kwa sababu hana kesi ya kujibu. Amesema kwamba kesi hii ya uhaini amebambikiziwa ili kushinikiza chama cha Chadema kufanya maridhiano na uongozi wa CCM ili waweze kuhakikisha kwamba hamna upinzani wa hali ya juu, hamna mtu ambaye anazungumza kwa niaba ya wananchi, na hamna mtu ambaye anapeana mwelekezo ama maelekeo ambayo ni tofauti na serikali ya CCM. Lakini kulingana na viongozi hawa wa Chadema ni kwamba chama hiki tayari kinawapa matumaini sana Watanzania. Ndio maana wameapa kwamba watakilinda kwa wivu wa hali ya juu. Ina maana watakapokosa kutoa ama kupasa sauti, kupiga vita ujinga ambao unatokea siku hadi nyingine, wataendelea kuumia sana Watanzania. Na kulingana na wao, ndio maana kuna kesi tayari ambayo imeendelea kutengenezwa ya ugavi wa mali ya rasilimali za Chadema, ambayo tayari imeonekana kwamba ni kati hatua za serikali kuhakikisha kwamba viongozi wa chama hichi wamepata kutishika. Elewa kwamba kuna lile agizo pia la kuzuiliwa kwa chama hichi kuendeleza shughuli zake za kisiasa, kwa sababu wameendelea kukitaja chama hichi kama chama cha kigaidi ambacho bila shaka inazua taharuki katika baadhi ya mikutano yake, swala ambalo linatokeaga polisi wakija kuhakikisha kwamba mikutano ile haifanyiki. Kwa hivyo kunatokea taharuki, na sasa kuna blame game ambayo imeendelea, kwa sababu
wanaona kwamba chama hicho ndo kinazua taharuki, lakini ni baadhi ya michongo ama ni baadhi tu ya njia wanazozitafuta kuhakikisha kwamba chama hichi kinapoteza nguvu, kinapoteza relevance, ule uendelevu wa kuweza kuonekana, kuaminika na kuwa na matumaini kwa watu. Msikilizaji, nazidi kukukaribisha sana katika kituo hichi. Endeleeni kutia subscription kwa maana ya kuendelea kutufuatilia. Tutakuwa hapa siku hadi nyingine kuweza kuhakikisha kwamba tunazidi kukufahamisha na kukusogeshea taarifa zinazotokea. Jina langu ni Presenter Guton. Endelea kutufuatilia ili tuendelee kupatana na kuendelea kufahamishana.